Ugonjwa namba 1, polymeria. Ugonjwa huu hutokea wakati kijusi kingine kinashindwa kukua kikamilifu na sehemu zake zinaungana na kijusi kilichobaki. Huyu mtu anaweza funga kamba za viatu, huku anachati, huku anaandika, yani ni hatari. Mfano ni Lakshmi Tamita, msichana kutoka India aliyezaliwa na viungo 8, mikono 4, miguu 4, na alifanya watu wengi kumwabudu kwa sababu kuna miungu India ina miguu 4 na mikono 8. Kwa watu walitoka sehemu tofauti na kuanza kumwabudu kabla ya madaktari kuchukua hatua ya kumfanyia upasuaji, kwa sababu muda mwingine viungo vingine vinakuwa vifanyi kazi. Unaweza ukawa na mikono 4 but 3 ndio ikafanya kazi. Unaweza ukawa na miguu 4 lakini mmoja au paralyze hafanyi kazi. Ugonjwa namba 2, Stone syndrome, hutokea pale misuli au tishu laini kugeuka kuwa mifupa. Yaani mfano umeanguka na misuli ikachanika, badala misuli ijirudi, mfupa ndo unaota sehemu ile. Na mbaya zaidi, kila mfupa ule ukikatwa kutolewa, ndo mfupa mwingine unaota juu yake zaidi. Yaani ukijiumiza kidogo tu unajifunga mwenyewe pole kwenye sanamu lako la mifupa. Mfano wa binadamu aliyopata magonjwa haya ni Harry Estarak. Kabla ya kifo chake, mwili wake wote uligeuka kuwa mifupa kasoro mdomo wake pekee. Gonjwa namba 3, Savant syndrome, akili za kustaajabisha. Hii inaonekana kwa watu wenye matatizo ya akili kama autism, lakini wana kipaji cha ajabu cha hisabati, muziki, sanaa na kumbukumbu. Yaani wakati wewe unasahau umeweka wapi simu yako, kuna mtu anakumbuka kurasa za vitabu alizosoma miaka 10 iliyopita. Huyu ni Kim Pitt, alikumbuka vitabu 12,000 kila kurasa na alivisoma miaka 10 iliyopita. Binadamu mwingine ni Steven Witcher. Huyu jamaa ana autism lakini ana memory ya ajabu. Anaweza kupanda juu ya helikopta jiji moja hadi jingine, na baada ya kushuka alichora jiji zima bila reference yoyote. Kila kitu alitoa kwenye memory yake. Alichora majengo na hadi kuhusianisha vitu vyote kama madirisha, milango bila kukosea, bila reference. Yaani huu ni mfano wa Google Map. Gonjwa namba 4, congenital insensitive to pain, yaani hakuna maumivu. Ni ugonjwa wa kulisi ambapo mtu anazaliwa bila uwezo wa kuhisi maumivu, yaani neva za maumivu hazifanyi kazi. Yaani unaweza ukawa jikoni unapika maharage afu unashangaa harufu ya nyama inatokea wapi, kumbe ni umeingiza mguu kwenye moto. Watu wa namna hii wanapatikana sana kijiji kimoja kiitwacho Vitangi huko Sweden. Mfano wa binadamu hawa ni Olivia, msichana kutoka Uingereza mwenye hali ya kipekee zaidi. Haisi maumivu, njaa wala usingizi. Siku moja aligongwa na gari na akarushwa mita kadhaa, na baada ya kuamka kitu alichokuwa anajiuliza ni nimechafuka. Hakuvunjika chochote, lakini zaidi hakuhisi maumivu yoyote. Wazazi wake walisema ni kama superpowers, lakini madaktari waligundua alikuwa na ugonjwa huu. Mfano mwingine ni Gabi. Huyu alikuwa mtoto na aliweza kujing'oa meno akiwa mtoto bila kusikia maumivu yoyote na kwa ujasiri. Yaani alikuwa anaweza akawa anaangalia katuni na akawa anajing'oa meno yake. Wazazi wake waligundua. Wazazi walianza kumvalisha gloves ili asijeruhi mwili wake kwa sababu hakuwa na uwezo wa kusikia maumivu. Gonjwa namba 5 ni Miller synthesia, unahisi maumivu ya mtu mwingine. Ni hali ya kipekee ya neva ambapo mtu huweza kuhisi kile kinachotokea kwa mtu mwingine. Yaani kama una ugonjwa huo na unatembea na rafiki yako, pale atakapojikwaa unaweza ukahisi na wewe pia umejikwaa. Mfano wa watu ni Dr. Joel Salman, ni daktari mwenye ugonjwa huu. Akiona mgonjwa anashikwa bega anahisi na yeye pia ameguswa. Mfano mwingine ni Victoria. Huyu akiwa anaangalia movie anaweza akahisi maumivu anayoona mtu anayopitia kwenye movie, akahisi kwenye mwili wake. Magonjwa haya yanaweza yakaonekana kwenye movie ila yapo kwenye maisha ya kila siku. Najua kuna baadhi ya magonjwa unayatamani ungekuwa nayo. Niandikie kwenye comment pia kama umependa, gonga like na subscribe.